tukaja mbele yako tena kufushia baraka takatifu ambazo tunazihitaji tunapoendelea kumalizia msikilizaji pamoja na ibada zetu za mheshimiwa wetu apumzike. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mwili tutazama kianzia viongozi wetu wakati baadaye na kufanya nyuma kidogo na sisi ambao wapata kuzungumza kidogo. Kwa sasa hata kuna uwezo wa kutazama mwili, tunaomba tu heshima kubwa mama Nyambura mwalimu anza madudu mmeanza biashara ya mbu bado nyamba na kasi kwa ila mbiliano tafadhali maneno mbiliano tafadhali Robert Ogongo mara ulipo tumeanza kutoka bila tafadhali heshima kubwa tunawarai tumsimu ubaya. Najua mkuu mpenda sana mheshimiwa Manuel. Najua mkuu mpenda sana mheshimiwa Manuel. Kutia wangu na wale bila wangu tafadhali tafadhali mwenye hapa mwingine akiletea hapa mwenye hapa na microphone nyingine tafadhali tuletee mara hapa kwa jukwaa penye tumekuwa tukitembeza ibada. Wanahabari ambao wamekuwa pale tuweze stand zenu, kulikuwa na mic. Wanahabari wote ambao wamekuwa pale, kama kuna mtu ameshika microphone poleni sana wananchi wa Malava, poleni sana. Mimi nitaitazama na kule nyumbani tafadhali, kwa sababu hapa tunataka kuanza kazi kwa minajili ya kazi ya kesho. Rais atakuwa mara hapa kulingana na sheria, lazima tupatiane nafasi ya masaa 12 mara hapa. Microphone tafadhali, watangazaji, wanahabari wote ambao wamekuwa mara hapa, kulikuwa na microphone ilikuwa mara pale, tafadhali tusaidie microphone tafadhali.
tafadhali mwenye ako na microphone. Kipaza sauti tafadhali. Asante sana kwa wananchi. Naam, haujambo kokote uliko na karibu tena habari za Wanashims Media Kenya. Kama unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza na hujaweza kubonyeza alama ya subscription la kindly subscribe to our channel. Tunakupeperushia habari hizi leo hii tukiwa tumesafiri kote kukita kambi katika kaunti ya Kakamega, County 037, eneo bunge la Malava, kuhudhuria ibada ya wafu ambayo ilikuwa ikifanyika hii leo. Ikumbukwe kwamba wiki chache zilizoweza kupita mwanabunge wa eneo hili la Malava aliweza kupoteza maisha yake huku akipokea matibabu kwa hospitalini. Kulingana na wazungumzaji waliopewa fursa ya kuzungumza katika hafla hii ya ibada, wengi waliweza kumsifia mwenda zake kuwa kiongozi shupavu na mtu aliyekuwa na nia nzuri ya kuwaunganisha watu wa jamii ya Waluya. Baadhi ya viongozi waliopata fursa ya kuzungumza katika hafla hiyo ya wafu ni akiwemo aliyekuwa seneta wa kaunti ya Kakamega Bwana Cleophas Malala. Kiongozi huyo aliweza kuzungumza mambo ambayo yalileta gumzo baina ya waombolezaji waliokuwa wamehudhuria ibada hii ya wafu, huku mambo tofauti akiyatoa na kuyafichua. Bwana Cleophas Malala ambaye aliweka wazi kwamba kama jamii ya Waluya hawataweza kukubali kiti cha Bwana Spika Moses Wetangula kunyang'anywa na kupewa mtu mwingine. Vile vile Bwana Wetangula aliweza kutishia na kusema kwamba iwapo Rais Ruto ataondoa viti vya spika wa bunge na kiti cha prime cabinet minister, huenda Waluya au jamii ya Mlembe haitampigia kura ifikapo mwaka 2027. Katika maneno yake, watu walionekana kumshangilia, huku baadhi ya viongozi wakiweza kukashifu maneno hayo aliyoyatoa hadharani Bwana Cleophas Malala, wakisema hizo ni propaganda na porojo ambazo tayari zipo na kitu kama hicho hakijaweza kupangwa kutoka kwa Bwana Rais Daktari William Samoei Ruto. Ikumbukwe hapo kesho tarehe 4 mwezi wa Machi mwaka 2025, Rais William Samoei Ruto ataweza kuhudhuria matanga au hafla ibada ya wafu ambayo itakuwa inafanyika hapo kesho nyumbani kwake Malava, huku wengi wakisifia kwamba Bwana Injendi alikuwa mwandani wake Daktari William Samoei Ruto na mtu mwenye mchapakazi ambaye alipendwa na kila mtu katika Kenya nzima. Baadhi ya viongozi ambao walipata fursa ya kuhudhuria hafla hii ya ibada ambayo imefanyika hii leo ni akiwemo gavana wa kaunti ya Bungoma Bwana Bernard Masaka Shinali, ambaye ndiye alikuwa akiendesha ibada hiyo, mbunge kutoka Ikolomani. Daktari Boni Khalwale ambaye ndiye seneta wa kaunti hiyo vile vile aliweza kuhudhuria ibada hiyo. Mama kaunti wa Kakamega County Elsie Mohanda vile vile aliweza kuhudhuria ibada hiyo. Nikiwasifia viongozi wengine labda sitaweza kuwataja waliosimama na kuwasihi wananchi wawe watulivu wakati huu wa kumwomboleza mwenda zake, kwani walimsifia mwenda zake kama mtu aliyekuwa mtu mwenye kudumisha amani na upendo katika jamii. Bwana Malulu Injendi ambaye pia kaka yake aliweza kuiaga dunia
na kuweza kupumzishwa. Hapa wakiwa wanaondoka kuelekea nyumbani kwake ambako ataweza kupumzishwa hapo kesho. Ulinzi umeweza kuwekwa kwa njia ya juu sana, ikijulikana kwamba eneo la Kakamega au eneo la Western kwa jumla, matanga huwa na mhehemko. Viongozi waliopata fursa ya kuzungumza waliwaonya vikali viongozi ambao huenda wana mpango wa kuja kuvuruga mazishi ya mwenda zake hapo kesho, wakisema kwamba yeyote atakayepatikana na hatia ya kuvuruga mazishi ya mwenda zake atachukuliwa hatua vilivyo. Mtazamaji mwema wa Shims Media, hapo kesho tutakupeperushia hafla hii moja kwa moja kutoka kwenye YouTube channel yetu ya Shims Media Kenya, vile kwenye TikTok channel yetu ya Shims Family. Kwa wale ambao watapata fursa ya kutazama hafla hiyo kwenye Facebook, tutaweza kupeperushia moja kwa moja kutoka kwa Shims 037 TV hapo ndani ya Facebook. Vile kwa wale ambao wanatazama Shims Media Kenya na wanania ya kuweza kutushika mkono ili tusiweze kulemewa na bundles au vitu vingine ambavyo vitatuwezesha kuwaletea mazishi haya live, unaweza ukatuma ujumbe mfupi kwamba I want to support Shims Media, then tutakutumia nambari yetu ya support number. Kutoka kaunti ya Kakamega, kaunti 037, moja kwa moja hadi eneo bunge la Malava, atakapopumzishwa mwenda zake Bwana Malulu Injendi. Shims Media tunaahidi kukupeperushia matokeo haya na kila kitu ambacho kitatendeka hapo kesho moja kwa moja. Iwapo unashangaa ni lipi ambalo litatokea, iwapo unaulizana ni nani na nani watakaopewa fursa ya kuzungumza, jiunge na Shims Media kupitia kusubscribe. Kwa hivyo utaweza kupata kila kitu ambacho kitafanyika hapo kesho. Ikumbukwe wana Shims Media kama familia, matanga mkoa wa Magharibi huwa na mambo mengi. Je, swali langu kwa wewe mtazamaji unaitazama video hii na sauti hii, unahisi ni lipi ambalo litaweza kutokea? Je, mazishi ya mwenda zake yatakuwa yenye siasa, au kwa kuhudhuria mazishi hayo Bwana Rais, wanasiasa wataweza kuwa wenye adabu? Haya na mengine mengi yatafanyika hapo kesho, huku nikiwa na kamera zangu pamoja na simu nikikuchukulia matukio kila kona ili usiweze kupitwa na lolote. Tayari Bwana Malulu Injendi, mbunge wa Malava, ameweza kufikishwa nyumbani kwake. Hapa ndipo atakapopumzishwa hapo kesho siku Jumanne. Naam, asante sana kuifuatilia Shims Media kutoka County 037, makiwa kwa familia.